Ninakusalimu habari za jioni mpendwa mtazamaji wa Star TV. Karibu katika Star TV jioni, jina langu ni Gigwa Mhule. Waziri wa Kazi na Uwekezaji Zanzibar, Sharifu Ali Sharifu, amewataka walimu kufundisha wanafunzi historia ya siasa ya nchi ikiwemo muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Abdara Pandu ana taarifa zaidi kutoka visiwani Zanzibar. Akizungumza katika ufunguzi wa maonyesho ya maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, Waziri Sharifu anasema vijana wanapaswa kupewa elimu ya kihistoria kwa kuwa wao ndio msingi wa taifa la kesho. Kwa kweli ni muhimu kujifunza, na hasa wanafunzi wetu na vijana ambao historia hii ndio itakayowabeba katika maisha yao ya mbele. Mimi nikiwa muumini mkubwa wa muungano na wanasi wananchi tuuamini muungano wetu huu. Aidha, Waziri Sharifu anasema uwepo wa ofisi 32 za taasisi za muungano kutoka Tanzania bara visiwani Zanzibar umerahisisha wananchi kupata huduma kwa karibu na wakati. Kuwepo kwa taasisi hizi Zanzibar ni msaada mkubwa kwa Tanzania, kama nilivyosema awali, ambao wanaishi hapa Zanzibar, na sasa bidhaa hizi na huduma ambazo zinapatikana zitakuwa zinatolewa hapa Zanzibar, na itapunguza ile kadhia ya mtu gharama ya kwenda Dar es Salaam. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Dr. Islam Seif, anasema maonyesho hayo yamelenga kutoa elimu kuhusu muungano kwa wananchi wa Zanzibar na maeneo mengine, hususan kupitia taasisi zake zinazotoa huduma visiwani Zanzibar. Matarajio makubwa ni kuwa baada ya maonyesho haya wananchi watakuwa wamepata elimu ya kutosha, na hivyo kuendelea kuwa mabalozi wazuri katika kuulinda muungano wetu. Baadhi ya wawakilishi wa taasisi zinazoshiriki katika maonyesho hayo wanaelezea umuhimu wa wananchi kutembelea mabanda mbalimbali ya maonyesho ili kupata elimu na huduma zinazotolewa hapo. Taasisi zote ambazo zipo Tanzania kwenye maonyesho haya wanapata fursa kuja kujisajili, pia kuuliza maswali. Benki Kuu katika miaka 62 ya muungano hasa imejikita katika jukumu lake la msingi la kutengeneza pamoja na kutekeleza sera za fedha ili kuhakikisha inazingatia na kusimamia mfumuko wa bei. Kauli mbiu ya mwaka huu ya maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni miaka 62 ya muungano, amani na mshikamano ni msingi wa maendeleo endelevu. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Asante sana Abdalla Pandu kutoka visiwani Zanzibar. Wachimbaji wadogo wa madini wametakiwa kuzingatia miongozo ya kisheria kwa kuepuka migogoro ya mara kwa mara ili waweze kunufaika na sekta hiyo. Taarifa zaidi na Omari Hussein. Rais wa shirikisho wa vyama vya wachimbaji wadogo wa madini nchini, John Bina, ametoa msisitizo huo akiwa mkoani Morogoro katika ziara yake ya siku moja kuzungumza na wanachama wa sekta hiyo, akisema kupitia tathmini yake Tanzania ndio nchi ambayo shughuli za uchimbaji hufanyika kwa amani na wengi wamenufaika. Usidanganywe kwamba mihemko na wanaharakati unaweza kutusaidia. Nataka niwaambie nifuateni sheria. Kumeibuka sasa hivi watu mabushiloya. Sasa hivi sekta kila mtu ameitamani. Mwalimu Nyerere aliweka madini, kila mtu ameitamani. Kila mtu ni mwanasheria na kila mtu ana mbinu yake namna ya kuingia madini. Nimuombe Mwenyezi Mungu tusiingie kwenye laana ya madini. Nimetembea hizo nchi. Tena Afrika humu Tanzania ndo mahala peke yake kisiwa cha amani ambao tutachimba kwa utulivu. Naye mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Morogoro ameeleza hali ya chama, changamoto iliyopo ni namna ya kujiendesha, kuimarisha shughuli zao. Serikali imeleta mashine za kufanyia uchunguzi wa dhahabu, si ndio? Zimeletwa kwa ajili ya wachimbaji. Mtu yote ambaye anahitaji atapewa utaratibu, anakwenda anafanywa kupimiwa na kwa bei elekezi ambayo sasa. Lakini kwenye swala la usafiri, tukafaa tulikuwa tunapewa labda kila chama wakapewa gari. Serikali haiwezi kushindwa. Baadhi ya wanachama walioshiriki kikao hicho wameeleza mtazamo wao, wakisisitiza miongozo ya kisheria inasaidia kwa kiwango kikubwa kuleta matokeo chanya katika shughuli zao. Kwa miaka miwili tumeanza kuzalisha madini, na nadhani mwaka jana tumeongoza kuuza madini hapa yale kidogo kulingana na huo mtambo wetu ambao tulijenga wa vat leaching plant. Wasihitaji gharama kubwa, yani tuwe katika
level ambazo zinafanana na sisi. Maana inawezekana hizo CSR wanaweka katika mfumo wa dhahabu, wakati huo sisi ni wachimbaji wadogo wa madini ujenzi. Mvua zikipita zikishaharibu, au wakati mvua zinaendelea, basi angalau ikipita hata mwezi mmoja tuone jitihada zinafanyika hizo za serikali kwa mamlaka husika. Matokeo yake wanakijiji wanaungana na wachimbaji, tunaanza kurekebisha barabara. Mkoa wa Morogoro ni miongoni mwa mikoa yenye idadi kubwa ya wachimbaji madini ya aina mbalimbali. Kupitia kikao hicho pamoja na mambo mengine, wameazimia kuandaa mipango ya pamoja ya namna ya kuzifikia fursa mbalimbali, ikiwemo mikopo kwenye taasisi za kifedha kuendeleza shughuli wanazofanya. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hoseni wa Star TV. Ni kualike sasa tuelekee mkoani Kilimanjaro na tuiangazie sekta ya kilimo. Wakulima wa parachichi wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro wameiomba serikali kuwatafutia masoko ya zao hilo ili waweze kupata tija katika kilimo chao. Taarifa zaidi na Diana Roschez. Wakulima hao wamesema kutokana na kukosa masoko ya uhakika wamekuwa wakiuza gunia la parachichi kwa shilingi 35,000 kwa wafanyabiashara wa matunda wanaofika mashambani, ambapo wanasema bei hiyo haimnufaishi mkulima. Changamoto kwanza ya maparachichi asili ni masoko. Watu wanatoka huko from nowhere wanakuja kununua Rumbesa, gunia la kilo zaidi ya 300 wanakupa labda 40 au 30. Hii ni changamoto iliyoko katika kata hii ya Kusini. Na wananchi wengi hasa wazee wanapunjwa sana kwenye soko ya maparachichi ya kisasa, yaani ya kienyeji. Ile ya kienyeji changamoto tunayopitia, hakuna kipimo maalum, hakuna bei maalum. Yaani kipimo wanaleta Rumbesa hapa wananunua 40,000, wanaenda kuuza hata 80,000 mpaka laki. Kwa sisi tunawalimia, lakini wanaofaidi ni wengine. Sisi hatufaidiki nalo. Faida tunayopata sisi ni kidogo. Hailingani na ile ambao wanachukua hapa na marumbesa wanaenda kuweka kwenye vigunia. Maana gunia moja tunauza shilingi 40,000. Lakini wanaenda kutoa hapo gunia 2 wanapata 120,000. Kutokana na hali hiyo, mamlaka udhibiti nafaka na mazao mchanganyiko COPRA wamefika katika wilaya ya Moshi kwa ajili ya kutoa elimu pamoja na kugawa miche ya parachichi la kisasa lenye soko la uhakika. Ndio maana tupo hapa, ndio maana tutasimama na nyinyi, tutaenda kuhakikisha kwamba ile aina inayolimwa huku na hii miche tunayoleta ni ile miche ya hasi ya kisasa ambayo ndio ina dimandi kubwa, ndio ina ile bei ambayo tumesikia mtaalamu ataka pale akiongelea. Basi tusimamieje tuweze kuhakikisha kwamba tunalima kitu ambacho kinaakisi yale mahitaji ya soko. Faida tunayoipata ni pamoja na kupata masoko ya uhakika, kwa sababu wanunuzi siku hizi wanatamani wajue wananunua kitu ambacho kimezalishwa kwenye mazingira gani. Ndio maana umeona mkurugenzi wa COPRA hapa amesisitiza sana, na namshukuru na kumpongeza sana kwa sababu amefuata ule utaratibu rasmi. Miche zaidi ya 100,000 imegaiwa katika jimbo la Vunjo pamoja na jimbo la Moshi vijijini, ambapo wabunge wa majimbo hayo wakaeleza umuhimu wa zao la parachichi kwa wakazi wa wilaya hiyo. Lakini mbali na hapo, na sisi tunatamani sana Moshi tuwe na vitalu, ili kipindi kijacho sio lazima tuanze kuagiza kutoka Mbeya au Njombe, tuweze kuzalisha hapa. Kwa hiyo tunawaomba sana watu wakili na watu wote wa Moshi vijijini kupitia jukwaa hili hapa, oneni mkono wa serikali, pokeeni mkono wa Mama Samia wa parachichi zilizoboreshwa. Kwa mwaka jana msimu uliopita tulikuwa na lengo la kuzalisha tani 7,000 na kitu za parachichi. Mwaka huu unaokuja tunatarajia kuzalisha tani 13,500 au 600 round za parachichi. Juhudi hizi sio za mtu mmoja, ni juhudi zetu wote tunatakiwa tuzifanye ili kuhakikisha kwamba tunafikia malengo. Diana Roschez, Star TV, Kilimanjaro. Watoa huduma na wazabuni wanaofanya kazi na mgodi wa Barrick North Mara wametakiwa kutoa nafasi za ajira kwa vijana ili kuwawezesha kupunguza utegemezi. Taarifa kamili na Frankius Cleophas. Kauli hiyo inatolewa na mkuu wa wilaya Rorya Daktari Alfani Yaule kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi, ambapo amewataka wawekezaji kulikumbuka kundi la vijana. Ajira zote zinazotolewa na wazabuni ambazo hazihitaji ujuzi au taaluma zinatolewa kwa vijana wanaoishi katika maeneo yanayozunguka mgodi.
kuhakikisha vikundi vya vijana, wanawake na wenye ulemavu ambavyo vinakidhi vigezo vya kupata tenda za kuuza bidhaa na huduma katika mgodi wa Barrick North Mara. Kwa upande wake, Deusi Bugaywa ambaye ni mratibu wa kongamano lililowakutanisha pamoja wadau mbalimbali ili kuweza kuzungumzia juu ya fursa za uwekezaji, anaeleza hasa nini lengo kubwa la kongamano hilo, huku baadhi ya wadau wakieleza umuhimu wa uwekezaji hapa nchini. Sasa ndio maana tunakutana hapa tukumbushane kila siku kwamba huu mgodi una manufaa gani kwetu kama mtu mmoja, lakini kama jamii yetu, lakini zaidi sana kama taifa. Hizi faida ambazo tunazipata kutokana na huu mgodi, tujue pia namna ya kuyalinda haya manufaa tunayopata. Wametugusa kwa kila sekta. Kwenye upande wa afya, tumepata vituo vya afya kwenye kata zetu, kwenye vijiji vyetu. Uwepo wa mgodi wa North Mara umehamasisha ushindani wa soko. Ukweli ni kwamba kwenye mgodi pale sasa hivi tuna makampuni nadhani yanazidi 1000 na kitu. Sina takwimu halisi, lakini najua uwepo wa makampuni hayo na wafanyabiashara hao umesababisha watu kufikiria au kufikiri nje ya box kwamba zamani kulikuwa labda na makampuni mawili ambayo yanafanya kazi na mgodi, lakini yanapokuwa mengi ina maana ule mkate unazidi kuwa mdogo. Huo mkate mnawaangalia watu 10,000. Kwa hiyo ni lazima ufikirie nje ya box kwamba najiboreshaje. Kongamano hilo la kutambua fursa za migodi mikubwa limeandaliwa na taasisi ya Lightway Link Community Link Tanzania Limited kwa kushirikiana na Mara Online, ambapo mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Gowele anapongeza kongamano hilo. Kuendelea kuhamasisha masuala ya mahusiano kati ya mgodi na wananchi wanaozunguka mgodi na wale wanufaika wa mgodi. Tuendelee kuboresha mahusiano yenye tija baina ya wawekezaji hawa pamoja na wananchi wanaozunguka kwenye mgodi. Lakini kupitia kongamano hili, ndugu yangu Mwanadeus, mimi nikupongeze sana. Nikiripoti kutoka Tarime mkoani Mara, Frank Cleophas, Star TV. Na sasa tuelekee nyanda za juu kusini. Wanafunzi wa fani ya ushonaji katika chuo cha ufundi Stadi VETA mkoani Mbeya wametoa msaada kwenye kituo cha yatima cha Mount of Glory kilichopo jijini Mbeya. Laudens Mkonda ana undani wa habari hii. Taarifa hii inaeleza kuwa wanafunzi hao wakitumia ujuzi wanaoupata darasani wamekuwa wakishona nguo kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo na kisha kuzitoa kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu ili kuwasaidia kukidhi mahitaji ya msingi. Na tulivyosikia kwamba tunakuja kuwaona watoto yatima, tuliguswa. Tukishashona tunakuwa hatuna sehemu ya kuvipeleka. Kwa hiyo sisi wenyewe tunaanza kuangalia tuvipeleke wapi. Ndio tumevileta kama hapa, sehemu ambapo watoto wana uhitaji. Mimi nimeelewa, nilitoka kwa umri wa huyu hapa, nimetoka kwa umri wa hapa, nimekuwa mpaka nimefika mahali hapa. Na pia nakishukuru chuo cha VETA Mbeya kimeniwezesha mpaka mimi kusoma ufundi. Lakini katika hizo nguo ambazo tumeshona kuna sketi za aina mbalimbali, kuna kaptula, kuna gauni, kuna magauni mengine aina mbalimbali tofauti. Kwa husu thamani inafikia shilingi 200,000. Mkurugenzi wa kituo cha Mount of Glory Lucy Samajengo amepongeza jitihada hizo na kutoa wito kwa wadau mbalimbali kuendelea kujitokeza kusaidia upatikanaji wa vifaa vya ujenzi ili kukamilisha miundombinu muhimu itakayowezesha kituo hicho kupata usajili kamili wa kisheria. Mimi hao watoto nawapata ustawi wa jamii na wengine naweza nikapewa na jamii, lakini bado nikaenda ustawi wa jamii nikachukua barua ya kukaa naye kuishi na mtoto. Kwa hiyo sasa hizi tunapambana kutengeneza mazingira ili tusajili. Tumeanza huko nyuma, tumeweka jiko limefika kwenye kozi 6 na store na dakri na sehemu ya kufulia. Hapa mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Mbeya Hassan Kalima ameahidi kushirikiana na wakuu wa fani mbalimbali za ufundi ikiwemo ujenzi ili kusaidia kutatua changamoto zilizopo kituoni hapo. Na fani 12 pale chuo cha VETA mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo tutakuja hapa na kila mkuu wa fani ataahidi atachangia nini kwa kila ambacho anakipata. Tuone na sisi kama fani zetu 12 tunaweza kutoa mchango upi hapa. Nimeona mama ameshaanza ujenzi wa jiko,
store pamoja na sehemu ya kufulia. Hatua hii ya wanafunzi na uongozi wa VETA imeendelea kuwa chachu ya matumaini kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu, huku ikionyesha namna elimu ya ufundi inavyoweza kuwa nyenzo muhimu ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Laudent Mkonda, Star TV, Mbeya. Asante sana mtazamaji kwa kuichagua Star TV jioni. Taarifa yake Laudent Mkonda inatufungia ukurasa wa Star TV jioni. Habari nyingine itakujia ifikapo saa 2 kamili usiku. Usikose kuungana nasi. Jina langu ni Gigwa Mhule. Kwa heri.